We wadaku, nataka mumaki hii tarehe na mumaki hii video. Mumaki hii tarehe na mumaki hii video. Siku moja mutakuja kusema nye kweli Senje ulisema. Mutakuja kurewind again musikie vizuri. Waluya na Wajaluo ni wachawi. Hawa watu wanaroganga mpaka maiti yao. Hawa watu huwanga waamini ya kwamba maiti yao imekufa ugonjwa. Wanaaminingi maiti yao imerogwa. Stories za Rao. As all we know that tulimpoteza Rao. Rao kama amekufa ameshamaliza siku 3 kwa grave. Leo ni siku ya 3, si ndio? Sasa wacheni niwaambie. Tunataka kujua mbivu na mbichi. Kama Rao alikufia India ama alikufia Kenya, story ikakuja ni India. Nataka mumark juu kwa ile kaburi ya baba. Kama ulikuwa unaona hiyo life vizuri, mimi hiyo life niliiona vizuri, loud and clear, na ilikuwa kwa Citizen. And I thank God Citizen ilikuwa na kamera mzuri clear. Mimi sijui Citizen ilitoa wapi. Kamera ilikuwa very very clear, haikukuwa tena mchele moja. Sasa wadaku, munaona wakati baba aliwekwa chini na machine. Wakati baba aliwekwa chini na machine, munaona ile sanduku yenye ilikuwa ya India iko different na yenye alizikwa nayo, whereby hangezikwa na ile sanduku ya India. Sasa siamsikia aje wadaku. Huyu baba Raila Amolo Odinga wakati aliwekwa na machine akateremka chini, wakachukua kofia yake na wakachukua mkia yake wakaweka pale ndani. Wakati walisema udongo irudie udongo, jivu irudie jivu, sijui nini irudie nini, wakaweka. Mr. President, Bolo, family yote ilishika hiyo mchanga ikarusha pale ndani. Mr. President alishika na mikono mbili akarusha pale kiheshima. Hata hiyo sio shida. Sasa mahali uchawi na kujia ni hapa. Munakumbuka wakati walikuwa wameshafunika hiyo sanduku, hiyo kaburi ya baba na mabati. Kuna jamaa alikuwa amevaa sijui jacket ya blue, sijui jacket ya black, sijui ilikuwa light blue ama ilikuwa dark black. Alikuwa na kitu kama chupa kwa mkono hivi, sijui chupa ama simu. Huyo jamaa aliangalia left, akaangalia right kama mwizi. Aliangalia left, akaangalia right, akaangalia chini, akakaa ule mwenye amechanganyikiwa kidogo, akazunguka, akashika hapa kwa nyonyo ama sijui kwa mfuko hapa, akainama dakika moja, akachukua hiyo mabati akajifanya nikaa anatengeneza hivi na akasqueeze kitu ndani na akafunika hiyo mabati. Kama uliona hiyo life vizuri. Baba hakuzikwa bure. Raila Amolo Odinga alizikwa na madawa. Hii naambia ukweli na hii ni for free. Waluya na Wajaluo wanapenda maiti yao, wanaroga. Hawa watu ni wachawi, tena wachawi wakubwa. After that walikuja wakafunika hiyo mabati, wakaweka waya, wakaweka mkorogo ya simiti, ya kokoto, ya mchanga. Lakini majensi walikuja wakatoa hizo maua zote. Wakati walitoa hizo maua wakadanzia hapo. Wakadanzia hapo. Tena wakatoka. Wakaacha kaburi kikuwa iko fogodhari. Kuna wenye walibeba maua na kuna wenye wakubeba maua. Munaona? Aya. Wakamaliza hivyo. Vile walimaliza hivyo, the following day kuna traditional ilikuja pale mbili. Kuna traditional ya Wajaluo mix Waluya, na kuna traditional ya Waluya mix ya Wajaluo. Walikuja pale kufanya traditional. Baba ni mtu ambaye amekufa, anajua mila na desturi. Baba ni mtu mwenye ameamini mila na desturi tangu azaliwe. Akijua amezaliwa, yeye anajua mila na desturi. Munaona? Sasa venye amefanya tambiko, wakatoka. Vile walitoka, Apostle Ezekiel alikuwa pale kwa baba. Munaona? Alienda pale kwa baba. After baba ameshazikwa, amekaa sijui 1 day ama 2 days, Apostle Ezekiel akaenda. Sasa hata hiyo sio shida. Sasa baba amekuja
akatingika kidogo kwa kaburi yake, kwa sanduku. Amejipindua kidogo tu, ni kama alikuwa na squeeze mkono hivi kidogo. Ama venye alikuwa amelala na hiyo mkono imekuja ikateremka chini hivi sasa. Mumeona venye ODM imepigana. Mara sijui Samuel anataka kurizainisha Sifuna, sijui mara Gladys Wanga amefanya hivi, na sijui mara, na wacha niwaambie. Unaona hao watu wenye wameachwa pale kwa ODM party, wasipochunga na hiyo chama itakufa vile baba amekufa. Kila mtu atajiuzulu ama kila mtu ataleft na anafanya nini? Na anatafuta chama yake. Na kuna wale wenye wataenda kuomba William Samoei Ruto msamaha. I'm telling you the truth. In fact. Sasa siamsikii aje. Hiyo kaburi ya baba bado hajapigwa plaster. Juu lazima sasa ipigwe plaster. Kama itajengewa nyumba ama itafajiwa wezi wachwa hivyo. Mnaona? So kuna tambiko ilifanyika pale kwa kaburi ya baba. Kuna tambiko ilifanyiwa pale na ilifanyiwa kubwa sana. Na hiyo ni ya traditional, hiyo ni ya mila na desturi, na ni ya Wajaluo na Waluya wanafanyanga hivyo. Juu baba amekufa akiwa mzee, baba amekufa akiwa bibi yake hawezi kuridhiwa na mtu mwingine. Mama Aida Odinga atakaa pale mpaka vile pia siku zake zitafika aondoke duniani. Juu miaka yake imepita, hawezi kufanya vitu kama hizo. Sasa ndio alikuja kufanya mila na desturi mara moja. Sasa wacha niwaambie siri. Munaona wakati baba atakuja kupinduka sasa, ndio tutajua ukweli. Baba alikufia India ama alikufia Kenya, sikasikuziwa ni India, rada ilikuwa gani? Juu baba si mara ya kwanza kwenda India. Before alikuwa India, tena akarudi. Hii ni kama ni mara ya pili ama ni mara ya tatu. Yeah. Sasa siamsikii aje. Ile sanduku yenye ilileta baba, na ile ndege yenye ilileta baba, na zile news zenye zilitoka India zikiongea kuhusu baba, tena hizo news ndio zitaconfess, ziseme kweli Raila hakukufia huko, ama alikufia Kenya na akakali. Kwa sababu baba alikuwa mweusi, baba amekuwa mweusi, baba hajawahi kuwa mweupe. Amekuwa mweusi since azaliwe. Amekuwa black. All of a sudden, baba akachange. Akakuwa brown. Ngozi ikabadilika. Mtu mwenye amekufa saa hizo, ngozi inabadilika aje? Kidogo tu, yani dakika moja tu baba ameshabadilisha ngozi. Amekuwa brown. Mpaka hiyo tunasema ule sio baba. Kwani ni kamera ilimpiga hiyo nini? Hiyo filter ama rada ni gani? Unaona? Ni filter ama rada ni gani? Sasa mtakuja kujua mbivu na mbichi before 40 days ziishe. 40 days, hiyo ni 3 months na 1 week na 10 days. 3 months na 10 days. Ndio sasa tutakuja kujua baba alikufa normal deaths, baba alikufia India, ama baba alikufia Kenya ikakuja kusqueeze ni India, ama alikufia India tukaletea ripoti kutoka India. Okay? Juu kama baba alikufa India immediately, akakuja tukamuona the following day, hangekuwa na hiyo ngozi. Hangekuwa na hiyo ngozi. Ja. Kumaanisha baba Raila Amolo Odinga, something is hiding somewhere. Ni mtu mwenye amekufa 1 week ago. 1 week ago. 1 week ago ndio hiyo ngozi yake ikabadilika juu. Hata ukimwangalia venye ulikuwa unaangalia baba vizuri, ile ngozi yake venye ilikuwa smooth na ilikuwa brown, ni kama amepakwa makeup. Na hata hiyo sio shida. Maybe anaweza kuwa alipakwa makeup juu kwa moyo wanapakanga mtu makeup. Maybe walimpaka makeup na wakambleach. Wakambleach tu uso. Unaona, wakambleach akakuwa tu mweupe. Sasa habari ndio hiyo. Mimi ndio nawaambia, Waluya na Wajaluo ni wachawi. Tena wachawi wakubwa. Wakati baba atapinduka, na baba mtamuongelelea 1 to 2 years, ndio atatoka kwa akili yenu. Atakanga tu kidogo hivi, akipinduka watu wanafufua story ya Raila. I'm telling you, maki hii video. Siku moja utakuja kuniambia nilisikia hii story kwa Senje. Thank you.